Yes, bana, ni ripoti kutoka katika uwanja wa KMC Complex, mahali ambapo kulikuwa kunafanyika mchezo kati ya Dar es Salaam Young Africans ambao kikanuni walikuwa ni wenyeji wakicheza dhidi ya KMC wana Kinondoni hawa, na mchezo umemalizika kwa Yanga kupata ushindi wa magoli 4-1. Ni ushindi mkubwa wa Young Africans msimu huu baada ya kucheza michezo minne ya ligi, na ndio ushindi ambao ni mkubwa kwenye michezo yote ambayo imechezwa mpaka sasa hivi kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara NBC Premier League, katika mzunguko huu ambao baadhi ya timu zimeshacheza michezo 6 na baadhi ya timu bado ndio zimecheza. Kwa mfano Young Africans huu ndio ulikuwa mchezo wa 4, lakini kwenye ligi ambayo imechezwa mechi zote ambazo zimechezwa mpaka sasa hivi, ushindi ambao umepata Yanga leo hii wa magoli 4-1 ni ushindi mkubwa. Hakuna timu ambayo imeshinda magoli mengi mpaka sasa hivi kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara msimu huu wa 2025 2026 kama ushindi ambao umeshinda Young Africans jioni hii ya leo, muda mfupi uliomalizika kutokea hapa katika uwanja wa KMC Complex. Ushindi wa magoli 4-1 ni ushindi ambao tumeshuhudia pia leo hii. Wachezaji wapya kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa mfano leo hii aliingia Andy Boyle kipindi cha pili akichukua nafasi ya Prince Dube, akifunga kwa mara ya kwanza, akifungua akaunti yake ya magoli kwenye ligi ya soka Tanzania bara, na kwenye mchezo huu amefunga magoli 2, lakini magoli mengine yalifungwa na Pacome Zouzoua, alifunga goli la pili, lakini pia goli la kwanza lilifungwa na Max Mpia Zengeli. Young Africans mpaka sasa hivi baada ya mchezo wa leo wamefikisha alama 10 kwenye msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, na wanakuwa kileleni wakiwa na alama 10, wakisubiri kuona matokeo ya timu nyingine kama Azam ambao baadaye watakuwa na mchezo dhidi ya Namungo, kujua mpaka leo hii siku itakapomalizika watamaliza katika nafasi ya watamaliza siku wakiwa katika nafasi gani. Lakini so far Young Africans wapo katika kilele cha msimamo wa ligi ya soka Tanzania bara wakiwa na alama 10, wakifuatiwa na Simba Sports Club ambao jana walifanikiwa kupata matokeo ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya JKT Tanzania na kufikisha alama 9 baada ya kucheza michezo mitatu. Young Africans wao wana alama 10 baada ya kucheza michezo 4, wakiwa wameshinda michezo 3, wakiwa wametoka sare mchezo mmoja, sare ambayo walipata dhidi ya Mbeya City. Ni ushindi mkubwa pia leo hii kwa kocha mpya Young Africans ambaye anaiongoza katika mchezo wa pili, Pedro Gonçalves. Huyu ni Mreno ambaye anakuwa ni kocha pekee mpya msimu huu kushinda ushindi mkubwa wa idadi kubwa ya magoli 4-1, na pia tumeweza kushuhudia viwango vizuri vya wachezaji ambao wamecheza katika mchezo wa leo. Tumeweza kushuhudia kiwango kizuri kwa kiungo Max Mpia Zengeli ambaye alifunga goli, lakini pia mwendelezo wa kiwango bora kutoka kwa MVP wa msimu wa 2022-2023 kutoka nchini Ivory Coast, Pacome Zouzoua, ambaye licha ya kufunga goli moja kwenye mchezo wa leo, lakini pia aliweza kuassist bao la kwanza ambalo lilifungwa na Max Mpia Zengeli. The only kitu pekee ambacho kimeshindwa kuwafurahisha mashabiki wengi wa Young Africans ni wao kuconcede bao kwenye mchezo wa leo dhidi ya KMC. KMC ni struggling team kwenye ligi ya soka Tanzania bara mpaka sasa hivi msimu huu. Wao wameshacheza michezo 6 na wameshinda mchezo mmoja pekee dhidi ya Dodoma Jiji, na wana alama 3 katika michezo 6 ambayo wamecheza ya ligi mpaka sasa hivi. Na ukizungumzia KMC ni timu ambayo inaburuza mkia mpaka sasa hivi kwenye msomo wa ligi ya soka Tanzania bara NBC kwa msimu huu wa 2025 2026. Nini ambacho kinafuatia kwa Young Africans kwa sasa hivi? Nao wanakwenda kwenye wiki ya FIFA, kuna mapumziko hapa, lakini watapumzika kwa siku chache kabla ya kurejea kwenye uwanja wa mazoezi na kuanza maandalizi wakijiandaa na michezo inayofuatia na mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mchezo wa kwanza tunafahamu watakuwa wanacheza dhidi ya FAR Rabat, timu ya jeshi kutokea nchini Morocco, mchezo ambao utafanyika katika uwanja wa New Amani Complex huko Zanzibar. Endelea kuwa karibu na sisi Mtaani TV, endelea kulike, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu hii ya Mtaani TV, taarifa kede na mbali za haraka na uhakika za kimichezo kutokea nchini Tanzania pamoja na Afrika kiujumla. Yes, bana, ni ripoti kutoka katika uwanja wa KMC Complex, mahali ambapo kulikuwa kunafanyika mchezo kati ya Dar es Salaam Young Africans ambao kikanuni walikuwa ni wenyeji wakicheza dhidi ya KMC wana Kinondoni hawa, na mchezo umemalizika kwa Yanga kupata ushindi wa magoli 4-1.
4-1. Ni ushindi mkubwa wa Young Africans msimu huu baada ya kucheza michezo minne ya ligi, na ndio ushindi ambao ni mkubwa kwenye michezo yote ambayo imechezwa mpaka sasa hivi kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara NBC Premier League, katika mzunguko huu ambao baadhi ya timu zimeshacheza michezo 6 na baadhi ya timu bado ndio zimecheza. Kwa mfano Young Africans huu ndio ulikuwa mchezo wa 4, lakini kwenye ligi ambayo imechezwa mechi zote ambazo zimechezwa mpaka sasa hivi, ushindi ambao umepata Yanga leo hii wa magoli 4-1 ni ushindi mkubwa. Hakuna timu ambayo imeshinda magoli mengi mpaka sasa hivi kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara msimu huu wa 2025-2026 kama ushindi ambao umeshinda Young Africans jioni hii ya leo, muda mfupi umemalizika, kutokea hapa katika uwanja wa KMC Complex, ushindi wa magoli 4-1. Ni ushindi ambao tumeshuhudia pia leo hii wachezaji wapya kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa mfano leo hii aliingia Andy Boyle kipindi cha pili akichukua nafasi ya Prince Dube, akifunga kwa mara ya kwanza, akifungua akaunti yake ya magoli kwenye ligi ya soka Tanzania bara, na kwenye mchezo huu amefunga magoli 2, lakini magoli mengine yalifungwa na Pacome Zouzoua, alifunga goli la pili, lakini pia goli la kwanza lilifungwa na Max Mpia Zengeli. Young Africans mpaka sasa hivi baada ya mchezo wa leo wamefikisha alama 10 kwenye msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, na wanakuwa kileleni wakiwa na alama 10, wakisubiri kuona matokeo ya timu nyingine kama Azam ambao baadaye watakuwa na mchezo dhidi ya Namungo, kujua mpaka leo hii siku itakapomalizika watamaliza katika nafasi ya watamaliza siku wakiwa katika nafasi gani. Lakini so far Young Africans wapo katika kilele cha msimamo wa ligi ya soka Tanzania bara wakiwa na alama 10, wakifuatiwa na Simba Sports Club ambao jana walifanikiwa kupata matokeo ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya JKT Tanzania na kufikisha alama 9 baada ya kucheza michezo mitatu. Young Africans wao wana alama 10 baada ya kucheza michezo 4, wakiwa wameshinda michezo 3, wakiwa wametoka sare mchezo mmoja, sare ambayo walipata dhidi ya Mbeya City. Ni ushindi mkubwa pia leo hii kwa kocha mpya Young Africans ambaye anaiongoza katika mchezo wa pili, Pedro Gonçalves. Huyu ni Mreno ambaye anakuwa ni kocha pekee mpya msimu huu kushinda ushindi mkubwa wa idadi kubwa ya magoli 4-1, na pia tumeweza kushuhudia viwango vizuri vya wachezaji ambao wamecheza katika mchezo wa leo. Tumeweza kushuhudia kiwango kizuri kwa kiungo Max Mpia Zengeli ambaye alifunga goli, lakini pia mwendelezo wa kiwango bora kutoka kwa MVP wa msimu wa 2022-2023 kutoka nchini Ivory Coast, Pacome Zouzoua, ambaye licha ya kufunga goli moja kwenye mchezo wa leo, lakini pia aliweza kuassist bao la kwanza ambalo lilifungwa na Max Mpia Zengeli. The only kitu pekee ambacho kimeshindwa kuwafurahisha mashabiki wengi wa Young Africans ni wao kuconcede bao kwenye mchezo wa leo dhidi ya KMC. KMC ni struggling team kwenye ligi ya soka Tanzania bara mpaka sasa hivi msimu huu. Wao wameshacheza michezo 6 na wameshinda mchezo mmoja pekee dhidi ya Dodoma Jiji, na wana alama 3 katika michezo 6 ambayo wamecheza ya ligi mpaka sasa hivi. Na ukizungumzia KMC ni timu ambayo inaburuza mkia mpaka sasa hivi kwenye msomo wa ligi ya soka Tanzania bara NBC kwa msimu huu wa 2025-2026. Nini ambacho kinafuatia kwa Young Africans kwa sasa hivi? Nao wanakwenda kwenye wiki ya FIFA, kuna mapumziko hapa, lakini watapumzika kwa siku chache kabla ya kurejea kwenye uwanja wa mazoezi na kuanza maandalizi wakijiandaa na michezo inayofuatia na mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mchezo wa kwanza tunafahamu watakuwa wanacheza dhidi ya FAR Rabat, timu ya jeshi kutokea nchini Morocco, mchezo ambao utafanyika katika uwanja wa New Amani Complex huko Zanzibar. Endelea kuwa karibu na sisi Mtani TV, endelea kulike, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu hii ya Mtani TV, taarifa kede na mbali za haraka na uhakika za kimichezo kutokea nchini Tanzania pamoja na Afrika kiujumla.